Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Nataka kumshukuru Bwana. Na namshukuru kwa sababu ya nyakati hizi. Kwa sababu umetupatia nafasi njema ya kuja kusikia neno lake. Ile neno Yesu alisema ndio ule mkate ambao ulitoka juu. Na akasema wale ambao watakula ule mkate hawatakufa bali wataishi milele na milele. Namshukuru Bwana hata kwa sababu ya wale walikuwa wametutembelea siku ya leo. Na tunawapenda wageni kwa sababu wageni ni baraka. Kuna wimbo ambao imeimbwa na ndugu wetu, yule ndugu wetu ambao alikuwa ametutembelea. Nimesikia anaitwa ndugu Mayai. Na tumefurahi sana kwa sababu ya ile wimbo. Kwa sababu ni vizuri kusikiliza vile Roho Mtakatifu ananena. Kwa sababu ile wimbo imenena juu ya nini? Yule Mungu hubadilisha majina ya watu. Na mnasikia ndugu yetu alikuwa ametutembelea. Na yale maneno ambayo nataka kunena siku ya leo. Nataka kuongea juu ya nguvu ya kubadilishiwa jina na Mungu. The power of a changed name. Hinya ulia usejagia kiugo. Kwa sababu Mungu kuna vile anabadilisha majina yetu. Na ona kanisa la Philadelphia. Na hata ile kanisa la Philadelphia. Katikati ya ile makanisa saba Yohana aliandikia kwenye kitabu cha Ufunuo. Ndani ya kitabu cha Ufunuo 3. Kanisa la Philadelphia kulikuwa na agano. Ikaambia yule ambaye atashinda, nitampatia jina mpya. Na hakuna mtu mwingine atalijua isipokuwa yule amepewa na Mungu mwenyewe. Na hiyo ni ahadi kwa kila mmoja ndani ya kanisa. Na kwa Mungu wetu kukupatia jina mpya. Bwana asifiwe. Nataka tusome kwenye kitabu cha Mwanzo. Mwanzo ni 17. Mstari wa 5 na mstari wa 6. Maandiko ya mengine nitawapatia. Lakini ikiwezekana ukienda hii Mwanzo 17 uisome yote. Maandiko yanasema ya kwamba in the book of Genesis, katika kitabu cha Mwanzo chapter 17 17 verse 5 and 6, kuanzia 5 hadi 6. Na nikuoma na nitasoma. Ona nike kumare dogo soka gweto Abraham uretagwo Ibrahimu ni undu nigutuete ithe wa ndurire nyingi muno, na negatuma uciaruruke na ndume utuike ndurire nyingi, ona ndume thini waku kume athamaki. Mwathani arogoco. Bwana asifiwe. Haha ni Ngai warĩirie Ibrahimu. Hapa ni Bwana alimnenea Abraham. Na hĩndĩ ya Ngai arĩirie Ibrahimu rĩ, wakati Bwana alimnenea Abraham, akimwĩra kuma rĩu rĩ, akamwambia tangu sasa ndũgũcoka gwĩtwo Abraham, hutakuwa ukiitwa Abraham, no ũrĩtagwo Ibrahimu, bali utakuwa ukiitwa Abraham. Amu nĩngũgũtua ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ, sababu nitakufanya baba ya mataifa mengi, na kuma mũthiimo-inĩ waku nĩgũkoima athamaki, na kutoka kwa mguu wako kutatoka wafalme. Maandiko mekuga ũgĩthoma hau igũrũ rĩ, maandiko yanasema ukisoma pale juu, hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya Ibrahimu akinyirie mĩaka 99. wakati ule Abrahamu alikuwa na miaka 99. Akinyia mĩaka 99, wakati alipofikisha miaka 99, hĩndĩ ĩyo nĩguo Ngai amũcenjeirie rĩtwa. Mungu akambadilishia jina, akimwĩra kuma rĩu ndũgũcoka gwĩtwo Abraham, akamwambia tangu sasa utakuwa ukiitwa Abraham, no ũrĩtagwo Ibrahimu, bali utakuwa ukiitwa Abraham. nĩ tondũ rĩtwa Ibrahimu rĩ, kwa sababu jina Ibrahim nĩ kuga ithe wa ndũrĩrĩ nyingĩ, ni kusema ndiye baba wa mataifa mengi. No Abraham nĩ kuga baba mũtũgĩrie, na Abraham ni kusema baba ambaye ameinuliwa. ũguo Ngai akĩmũruta kuma baba mũtũgĩrie, sababu baba akamtoa kwenye baba ambaye ameinuliwa, akĩmũhe rĩtwa rĩngĩ, akĩmũtua baba rĩu wĩna maciaro na ciana, akampatia
na uwe ukienda kama hutoki kwangu. Na wakati alipokuwa anamwambia usiende kama unatoka kwangu, akamwambia wewe mtu ambaye mkamilifu. Wakati wao alimpatia jina Abraham kutoka Abraham. Na hapo Bwana alikuwa anampatia agano. Ndiposa adumise hii jina mpya. Ili ilikuwa ni aende bila kutoka kwa Mungu. Na wakati walikuwa wakipelekana na Mungu amekamilika. Ndiposa afike pale Yesu alisema ya kwamba wale ambao utasimama nao kwenye mlima wa Zayuni ni wale ambao watukuka ukitembea pale Yesu alikuwa naenda. Wale watu walionekana kwa Yohana kwenye Ufunuo 14 kama wamesimama kwenye mlima wa Zayuni. Na ni kuimba walikuwa na wimbo mpya. Na kama walikuwa wamevalishwa nguo mpya. Na akaambiwa ya kwamba hawa wale ambao walikuwa wanatembea kule Yesu alikuwa anatembea. Ndiposa Abraham sasa anambia kwamba dumu kama unaenda bila kutoka kwangu. Na wewe ni mtu ambao amekamilika. Ndiposa uonekane pale Zayuni. Lakini wakati ule ndiposa alipatiwa jina ingine Abraham. Akaambiwa ni baba wa mataifa mengi. Wakati alikuwa anaitwa Abraham hakuwa na mtoto. Mtoto alizaa baada ya kuitwa Ibrahim. Akibadilishwa jina kutoka Abraham akaitwa Abraham. Hapo ndio alipata mazao. Ile mbegu ambayo alitaambiwa ya kutatoka wafalme. Wakati ule ile mbegu ikaanza kufanya kazi. Kwa sababu unaweza kudumu kanisani. Na wewe unaitwa Abraham. Na ni Mungu alikuita. Akakutoa kule Uru wa Kaldayo. Akakutoa kwenye mataifa. Akakuleta ndani ya kanisa. Lakini wakati wote utadumu ukiitwa Abraham. Utakuwa na mazao. Bwana asifiwe. Kwa sababu Abraham hupata mtoto baada ya kubadilishiwa jina. Baada ya kuitwa Ibrahim. Kwa sababu ya kupelekana na Mungu. Tembea na Mungu bila kutoka. Mpaka akawa mtu mkamilifu. Bwana asifiwe. Na ukiteremsha chini pale maandiko. Ndiposa usikanise hii maneno. Mstari wa 15. 16 na 17. Pale ambao tumesoma. Naye Mungu akamwambia Sara. Yule bibi wa Abraham. Akamwambia tangu sasa. Utakuwa ukiitwa Sarai. Bali utakuwa ukiitwa Sara. Ndiposa utakuwa mama wa mataifa mengi. Ibrahimu akatolewa Abraham akawa Ibrahim. Sara naye badilishwa jina kutoka Sarai akaitwa Sara. Na wakati majina yao wawili yalibadilishwa. Bwana asifiwe. Hapo ndio walipata yule Isaka. Na wakawa na ule mtoto wa ahadi. Na kuanzia hapo mbegu yake ikaanza kuteremka. Hawangepata Isaka. Wakati alikuwa anaitwa Abraham. Na wakati yule mama alikuwa anaitwa Sarai. Lakini wakati
Mungu akubadilishie jina. Ndiposa uache kuitwa Sarai ambayo ni tasa. Uwe ni Sara ambaye ana mazao. Bwana asifiwe. Mwimbaji wa wimbo akasema ya kwamba mbegu ya yule ambao ni mkamilifu ndiyo Mungu hukaa anaangalia ati mazao yake yanakaa kama yanazunguzwa na Mungu. Yule wimbo ambao unaitwa utabarikiwa na mbegu ya yule ambao ni mwaminifu ndiyo Mungu hukaa anatazama mazao yake yote yanazungukwa na Mungu. Na uwezi kuzaa mazao wakati wowote ambao unaitwa Sarai. Bwana asifiwe. Ndiposa lazima tutahamishwa kutoka kwa Abraham uwe Abrahamu, kutoka kwa Sarai uitwe Sara. Ndiposa ule taza ambao iko ndani yako ifike mwisho ndio uzae Isaka. Bwana asifiwe. Na Isaka ni kusema ni mtoto wa ahadi. Isaka ni kusema ni yule atamrithi Abraham. Na kule ndani ya roho zetu ni kule Bwana anatubadilisha, anatupatia majina mapya, anatupa miumbile mipya, mpaka anatupatia ile mbegu ambayo ni ya kuzaa. Ndiposa uzae maumbile ya ahadi, kwa sababu yule mtu wa zamani ama wa kale ule alitoka ulu wa Kaldayo, ule anaitwa Abraham hatarithi. Yule ambao hatarithi ni Abraham, yule atazaa mazao ni Sara. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kila mmoja wetu lazima jina ibadilishwe, ndiposa Bwana atubadilishe. Ndiposa maandiko yanasema wale ambao wako ndani ya Kristo Yesu, mambo ya zamani yote ya kale yametoka. Tazameni sasa mambo yao ni mapya. Ndiposa wale majina yao yamebadilishwa, wale maumbile yao imebadilishwa. Mungu amshukuriwe. Ibrahimu kama amekaa akiwa Abraham, hata kama alikuwa ameitwa na Mungu, kama vile tumeitwa ndani ya kanisa, hangezaa Isaka kabla kubadilishwa ile jina yake. Ile alikuwa amezaa ni Sumaye, alikuwa amezaa kitu ambao Mungu alisema ifukuzwe, alikuwa amezaa na fikira za binadamu. Lakini baada ya kuitwa Ibrahim, pale ndio alimzaa Isaka. Na baada ya Isaka kuzaliwa, ile Ibrahim alikuwa amezaa akiwa Abraham. Mungu akasema iondolewe pale. Bwana asifiwe. Unaweza dumu tu kanisani ukiwa unaitwa Abraham, unaweza dumu kanisani ukiitwa Sarai, na wewe unatoa ushuhuda vile Mungu amekutoa kutoka ulu wa Kaldayo na akakuleta kwenye nchi ya ahadi. Lakini ukiwa namna ile bila kubadilishiwa jina, Bwana asifiwe, wewe huwezi kuzaa mbegu ya ahadi. Isaka ni mtu wa ndani, na yule mtu huzaa baada ya kubadilishwa maumbile. Huyo huzaliwa vile mtu amebadilishiwa jina. Bwana asifiwe. Ndiposa tuende kama tunapelekana na Mungu bila kutoka kwa Mungu.
ne maana na yakina mekanina ile hata wakiwa ndani ya kanisa wanaongea uongo. Ndio kwa maana ya kile kitalikio na unakuta wanaongea ile ambayo isivyo. Ndio watu wa Ibrahimu. Lakini mtu akiitwa Ibrahimu ndio amina aliyotani ndio kai aruta kumbira wa maki. Kwa sababu sasa anajua ya kwamba ni lazima atoe uzao wa ufalme. Bera ni gana bela maki na mwili wake. Kwanza mbele au tawale mwili wake. Na toke hata kwa maki na mambo meja. Alafu tena atawale yale mambo ambayo yako nje. Wananya roho. Bwana sifi. Ibrahimu akigaruroletwa. Abraham akabadilishwa jina. Sara akigaruroletwa. Sara akabadilishwa jina. Kama utawasiara Isaka. Kipoza wapate uwezo wa kuzaa Isaka. Hata nini tuaga kugarone kiwa kia kai. Wadugu na wadada usibadilishwe na neno la Bwana. Koromo turaweta no muhonoki. Hata kama leo utaishi tu ukiitwa mwokozi. Bwana waingia kolende no yoka kanisa ine. Kwa sababu ulitoka kwa mataifa na ukaja kanisani. Wote ni ukaingia na kugarura honoki. Siku ya leo Bwana anataka kubadilisha wokovu. Nigano garuri wale tole muhonoki. Kipoza wale ambao wameokoka wabadilishiwe jina. Nigano muheole tole amodio. Kutoka hapa uanze kuitwa Bwana. Kaikani na ine unai na madana honoki. Ndani kanisani Mungu hana na haja na wale ambao wameokoka. Kaini wadane na madana ni adio. Wale ambao ako na haja nao ni wana. Na watu wale tunini walo mainyanya. Warumi 8. Kuanzia mwalimu 18. Kuanzia mstari wa 18. Ati siumba sio mbele. Viumbe vyote. Na ndio mbele. Na dunia nzima. Itu ina mito menene. Kwanza iko na mito mikubwa. Na kusaka ya kunene. Na kuwa na wakiwa na mashaka. Wakingoja ufunuo wa wana wa Mungu. Kwa sababu sasa wokovu umejaa duniani. Wana siku. Lakini wana ni wadogo. Abraham ni wengi. Sarai ndani ya kanisa ni wengi. Lakini Bwana anataka Abraham na Sara. Wana siku. Mungu anataka Ibrahim na Sara. Kwa sababu wale wameokoka ni wengi. Wana siku. Mama mmoja akasema mahali akasema. Mimi nimesema ni mkiri. Kwa sababu nikitazama kijiji kote ni mimi sijaokoka. Kwa hivyo hakuokoka kwa mjua mwana wa Mungu. Alikuwa anaokoka aondoe haya ndani ya kijiji. Kwa sababu yetu ni ya hakiri Yesu. Mtu kama unaweza kudumisha shida kabisa. Kwa sababu atadumu kule bila kubadilishwa mahubiri. Bwana asifiwe. Furahi na kubarikiwa. Wale watakubali kubadilishwa majina. Ndiposa wafike mahali ile kanisa Philadelphia ilikuwa. Ambia yule atashinda nitampatia jina mpya. Na ile jina mpya ni maumbile ya kidani. Kama saa hii wewe unasikia kule ndani unasikiaje? Ndiposa hii jina hakuna mwingine atalijua isipokuwa wewe na Mungu. Kwa sababu naye Mungu ndiye anajua yule amesimama na yule amesimama vizuri. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mwanzo ukisoma kitabu 32 na uandike uende ukajisomee. Na ile wimbo ndugu aliimba alitaja hiyo maandiko. Ibrahimu baada ya kumzaa Isaka. Bwana asifiwe. Isaka ndiye alimzaa Yakobo. Baada ya Yakobo kuzaliwa, ilibidi Yakobo baada ya miaka mingi Mungu amubadilishie jina. Kwa sababu Yakobo ni kusema mtu ambaye anasumbuana. Na ni mtu ambaye anaongea uongo. Lakini ujue alikuwa ametoka kwa mbegu ya Abraham. Na ujue alikuwa ametoka kwa mbegu ya Isaka. Lakini ujue ya kwamba hata uzao wake wa kwanza aliuza kwa Esau. Na Yakobo. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Yule Yakobo. 35 mwanzo
32 wewe ujisomee. Yakobo agithii kwa mama we Labani. Yakobo wakati alikuwa anaenda kwa mama yake kwa kazi yake kule. Ndio ile Esau na wakati alikuwa mtorokea Esau. Agithii tamoja Yakobo. Akienda alikuwa anaitwa Yakobo. No mama au akisoka kwa weta wa Israeli. Lakini akirudi kwao alikuwa anaitwa Israeli. Tudhambi akamiki muno. Baada ya miaka mingi. Siana. Akiwa na bibi zake na watoto wake. Akiwa na mali nyingi. Mesopotamia. Wakati alikuwa anatoka kule kwa ndugu yake. Mungu alikuwa anajua akirudi kwao. Kule ambao kulikuwa ni nchi ya ahadi. Akirudi kwao bila kubadilishiwa jina. Maumbile yake haitakuwa nzuri. Amen. Na ndiposa tukwambia kwamba wakati alikuwa kwa barabara akirudi, akafika kwenye ule mto wa Yakobo. Na wakati alipofika kwenye ile mto wa Jakobo, akavukisha mali zake zote, mpaka bibi zake na watoto wake wote wakavuka. Akawachwa pande ile nyingine wakuwa na Mungu. Na wakati walipowachwa na Mungu, maandiko yanasema wakasumbuana na Mungu. Yakobo alikuwa anamuona kama ni malaika. Na wakati Yakobo alikataa na yule malaika, akamwambia wewe, mimi sitaki kukuachilia bila kunibariki. Bwana asifiwe. Na yule malaika akamguza mguu wake. Na aliguzwa yule mguu kwa nini? Nipoze mienendo yake yote, maana miguu huo kutoka wakati alipokuwa alizaliwa. Na ule uongo alikuwa nao, Mungu akambadilishia mienendo yake. Akaguzwa mguu. Akaambiwa ya kwamba kuanzia leo hautakuwa ukiitwa Yakobo, bali utakuwa ukiitwa Israeli. Yakobo ni kusema mtu wa kuongea uongo. Lakini Israeli ni kusema mfalme pamoja na Mungu. Bwana asifiwe. Ndiposa Mungu akubadilishie jina. Uache kuitwa Yakobo. Uwe unaitwa mfalme pamoja na Mungu. Ni lazima uguze mguu wako. Abadilishe mienendo yako ya kizamani. Akupatie mguu mwingine mpya. Bwana asifiwe. Na hapo ndio watu kukataa. Wewe unataka uitwe jina Israeli, lakini hutaki mguu wako uguswe. Lakini uweze ukakubaliwa urudi kwenu. Uweze kubaliwa urudi kwenye nchi ya ahadi ukiwa na mguu wa Yakobo yule wa kwanza. Bwana asifiwe. Jehova mũrathima kĩmweretwo Isiraeli. Jehova mũrathima kĩmweretwo Isiraeli. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Alitoka bila kuwa na kitu. Lakini wakati alipokuwa akirudi, kwa sababu akienda baba yake alikuwa amembariki, baada ya Mungu kumguza mguu wake, akampatia jina Israeli. Bwana asifiwe. Israeli ni kusema ni mataifa ya Mungu. Israeli ni kusema yule ambao unapelekana na Mungu. Ama bila Abrahamu aliambia mwenendo wako usitoke kwake. Yakobo akapatiwa jina Israeli, yao wanapelekana na Mungu. Bwana asifiwe. Lakini hapa unaona ya kwamba kabla ya Yakobo kubadilishiwa jina, alikuwa ni mtu wa Mungu. Alikuwa anabarikiwa tu na Mungu. Lakini kuna mambo mengi ambayo hayakukamilika. Bwana asifiwe. Nataka kubadilishiwa jina niwe Israeli kutoka kwa Yakobo. Kwa sababu wakati Yakobo ako ndani ya kanisa,
mũkinyanĩru. Mungu akimwona anaona ni mtu ambaye hajakamilika. Tondũ nĩ mũndũ waikaraga indo ciothe atarĩ mũkinyanĩru na atarĩ mwagĩrĩru. Kwa sababu ni mtu alikuwa ndani ya kanisa na kuwa amekamilika. Kaino nginya angĩamũgarũrĩire rĩtwa mũtũ Isiraeli. Ni lazima Mungu akabadilisha jina yake mwite Israeli. Mwathani arogoca. Bwana sifiwe. Na ũmũthĩ nĩtũkwenda gũthamaka hamwe na Kristo. Na siku ya leo tunataka kutawala pamoja na Kristo. Nĩtũkwenda gũtwarana hamwe nake. Tunataka kupelekana pamoja na Kristo. Nginyo cia mũgendi ũrĩa mwathĩki ikinyagĩrwo harĩ Jesũ, ona matemeria mangĩũka, ngoro ya mũndũ ũcio ndĩngĩenyenyeka. Atĩ nginyo cia mũndũ ũrĩa mwathĩkire, Nyayo ya ule mtu ambao anatii ikinyagĩrwo harĩ Jesũ, zinakanyaga pale tu Yesu wako. mũndũ ũcio ndangĩcemania na Na matemeria. yule mtu atakipatikana na shida, Mũndũ ũcio ndangĩenyenyeka ngoro yake. hawezi kutetemeka ndani ya roho yake. Nĩkĩo yũrĩa maneno mathiĩ matekuma he Ngai. Kwa sababu Abrahamu naambia uende bila kutoka kwangu. Jakubu agatuma Mũisiraeli mũtwarani hamwe na Ngai. Na kamwe anaitwa Israeli wapelekana pamoja na Mungu. Na ithuĩ thĩinĩ wa kanitha-rĩ, Nasi ndani ya kanisa no nginya tũgarũrĩrwo ni marĩĩtwa. lazima tubadilishiwe majina. Mwathani arogoca. Bwana sifiwe. Ũtige gwĩtwo mũhenania, Usije unaitwa mtu ambaye anadanganya. wĩtwo mũtwarani hamwe na Ngai. Uitwe pamoja mnapelekana na Mungu. Ũtige gwĩtwo ithe, Usije ukaitwa baba, wĩtwo ithe wa ndũrĩrĩ. bali uitwe baba wa Na mataifa. thĩinĩ waku kũgĩe na mũũmbĩre wa ũthamaki. Na ndani yako kuwe na maumbile ya ufalme. Atĩ kũrĩa guothe wathiĩ-rĩ, Hata kila pahali unaenda ũciaragwo mbegũ ya ũthamaki. wewe unazaa mbegu ya ufalme. Mwathani arogoca. Bwana sifiwe. Tondũ ũguo nĩguo Ibrahimu erirwo. Kwa sababu vile ndio Ibrahimu aliambiwa. Ũguo nĩguo Jakubu ekire. Hiyo ndio Yakobo Na alifanya. Jakubu arĩkia kũgarũrwo rĩĩtwa, Baada ya Yakobo kubadilishiwa jina, nĩ waigua garũrĩrwo thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 32. Mwanzo 32 ndio alibadilishiwa Na jina. thutha rĩrĩa Ngai arutaga wĩra Na vile Mungu hufanya kazi wa kũgarũra andũ a nyũmba ya Ibrahimu marĩĩtwa, wa kubadilisha majina ya wana wa Abrahamu, ambĩrĩirie na Ibrahimu we mwene. alianza na Abrahamu mwenyewe. Nĩ acokoka nĩ okagarũra Jakubu. Amekuja sasa amebadilisha jina ya Yakobo. Twathiĩ thĩinĩ wa Kĩambĩrĩria 35. Mwanzo 35. Andĩka hau ũgethomere. Andika hapo ukienda ujisomee. Agarũrwo rĩĩtwa, Hata kubadilishiwa jina. me njĩra-inĩ o magĩthiĩ, Akiwa barabarani wakienda. tondũ agarũrĩirwo Kĩambĩrĩria 32. Kwa sababu alibadilishiwa kwenye Mwanzo 32. Wathiĩ chapter ingĩ igĩrĩ wakinya 35. Ukienda Mwanzo 35. Mwathani arogoca. Bwana sifiwe. Hĩndĩ ĩrĩa makinyĩrĩtwo Wakati walikuwa wanafuata nĩ mũndũ gwĩtwo Labani-rĩ. ni yule Laban. Amen. Bwana sifiwe. Mwathani arogoca. Tondũ matanagarũrwo marĩĩtwa-rĩ, Kwa sababu kabla ya kubadilishiwa maandĩko moigaga hau kabere atĩrĩrĩ, andiko yanasema pale mbeleni ya kwamba atĩ rĩrĩa moimaga kwa mamawe Labani-rĩ, wakati walitoka pale kwa Laban, mũtumia wake ũrĩa wetagwo Rakeli, bibi yake yule alikuwa anaitwa Rakeli. na ũthikĩrĩrie wega mũno haha, Hapa usikilize vizuri. ũrĩa wetagwo Rakeli ũrĩa endete mũno-rĩ, Yule alikuwa anaitwa Rakeli, yule alikuwa anampenda sana. nĩoire ngai cia ithe Alichukua miungu ya baba yake, agĩcina nĩgetha acoke nacio kũrĩa macoka, akasificha niwarudi nazo kwenye nchi na yake. kũrĩa Ngai enda macoka mamũhoyage arĩ o we wiki. Na kule Mungu alikuwa anataka wakirudi kule wale wanamwabudu peke Na yake. rĩu Rakeli nĩakua ngai cia Mesopotamia, Na sasa ameiba miungu ya Mesopotamia. na mũmenye nĩwe wendetwo gũkĩra Lea, Na mjue ndiye alikuwa anapendwa sana kuzida Lea. tondũ mũĩ Rakeli nĩwe waciarire Jusufu, Kwa sababu Rakeli ndiye alimzaa Yusufu na agĩciara Benjamini. na akamzaa yule Benjamin. Hĩndĩ ĩrĩa macokaga-rĩ, Wakati walikuwa wanarudi, Rakeli agĩkua ngai cia ithe, Rakeli akachukua miungu ya baba na yake. rĩrĩa Labani amenyire ngai ciake nĩ Na ciakuo, wakati Labani alitazama miungu yake akajua zimechukuliwa, agĩkinyĩra mũcabara wa Jakubu, akafuata yule msafara wa Yakobo. akĩmwĩra indo ciothe-rĩ, Na akamwambia mali zote nĩndĩrarekire mũthiĩ nacio, nilikubali wende nazo, no ngai-rĩ lakini miungu ciakwa-rĩ zangu wagĩthiĩ nacio nĩkĩ? umezibeba kwa nini? Jakubu akĩmwĩra, Yakobo akamwambia, o ũrĩa Jehova tũraga muoyo, kama vile Mungu huishi, tũtikuĩte ngai ciaku, hatujachukua miungu yako. no othe morio-rĩ, Na wote wakiulizwa, ngai icio cikĩaga. miungu zile zikakosekana. Na Jakubu agĩka ũndũ ũngĩ, Na Yakobo akafanya jambo lingine. na nĩkĩo wona nĩ wega mũno kwĩmenyerera ũtanaria Na kiugo. ndiposa unaona ni vizuri kuchunga kabla ya kunena.
mtoto wake. Ni vizuri kujihadhari. Kwa sababu Yakobo alisema kama vile Mungu huishi, kama kuna mtu ambaye amebeba miungu yake, huyo mtu na afe. Yakobo akasema ya kwamba yule amebeba ile miungu na afe. Wakati watu wote walikuwa wameangaliwa, lakini Rakeli yule alikuwa ni bibi yake, hakuinuka kwa ile ngamia alikuwa juu yake. Wakati zile miungu ilikuwa linatafutwa, na maneno alinena, na ni vile maandiko yanasema, mimi siwezi kuamuka kwa sababu nilikuwa kwa zile nyakati zetu, na ilikuwa ni sababu nzima ya kusikia. Lakini ujue Rakeli ndiye alikuwa amekalia zile miungu, na pale bwana yake amemlaani bibi yake, akasema kama kuna mtu ambaye kuna ile miungu, haina mtu na afe. Maandiko yanasema kama vile alisema, Rakeli hakufika kule walikuwa wanaenda. Na ndio hapo tuko Mwanzo 35. Wakati walipofika pale, Rakeli alikuwa mjamzito, na wakati alipokuwa mjamzito akasikia sasa ana uchungu wa kuzaa. Anasifiwe. Wakati aliposikia uchungu wa kuzaa, ule msafara yote ikasimama. Ndipo wale walikuwa wanamsaidia ndiye azae, asaidiwe kupata yule mtoto, na kwa sababu alikuwa na uchungu mwingi, wale wamama ambao walikuwa wanamsaidia wakamwambia usije kana uovu, kwa sababu umezaa mtoto wa kijana. Yule kijana baada ya kuzaliwa, Rakeli akamuita Benioni, na baada ya kumuita Benioni akasema, kwa sababu nimekuzaa kwa uchungu mwingi, nimekuzaa kwa hofu mingi. Na ndiposa Benioni ukisema juu yake ni kusema ni mtoto wa hofu yake. Baada ya kumzaa yule kijana, Rakeli alikufa pale pale. Baada ya kuzaa akafa. Haya maneno Yakobo alikuwa amenena, yule ambaye amebeba ile miungu asifike. Ni vizuri kujihadhari, usije ukarani watoto wako ama bibi yako na ulimi wako. Tuko pamoja. Bwana asifiwe. Baada ya kumuita ile mtoto Benioni, akamzika yule Rakeli pale. Rakeli akazikwa pale. Na ukienda mpaka siku ya leo kule Israeli, kumejengwa nyumba kubwa pale ambayo inaitwa ni Toka ya Rakeli. Wakamzika pale. Lakini kwa sababu tunaongea juu ya kubadilishwa jina, yule Keli kwa sababu ya ile uchungu alikuwa nayo, aliita yule mtoto hofu yake. Lakini baada ya Yakobo kumchukua mtoto, kwa sababu ndiye aliwacha mlei wa mtoto mama yake, anasifiwe, akabadilisha ile jina akakaita Benjamin. Anasifiwe. Akasema ndiye mtoto wa mkono wangu wa kulia. Ni vizuri kubadilishiwa jina kutoka kwa shida na Mungu akupatia jina muwe mtoto wako wa mkono wa kulia. Anasifiwe. Kwa sababu wale watu ambao wamejaa kanisani, wale ni watu wanaitwa Benioni, wamejaa
Benjamin. Wale ambao walikuwa wanaambiwa hivyo ni akina Benjamin. Benioni ndali yakirwo kiraniro kio. Benioni hawezi akapatiwa ile ahadi. Tondu Benioni atako mwana wake kwa sababu Benioni ni mtoto wa hofu. Na kuithikira naguo. Na kukaa na uchungu. No walikia kugarurwo rĩtwa. Lakini baada ya kubadilishiwa jina. Kanitha-inĩ ũtige wĩtwo Benioni. Ndani ya kanisa usije unaitwa Benioni. Ũtige ũtũũra wĩthikĩire. Baada ya kukaa tu na hofu. Ũtũũrĩte nyũmba-inĩ ya Ngai wĩnyitĩte mũmera. Umekaa kanisani ukiwa na hofu. Acio nĩ a Benioni. Hao ni akina Benioni. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Nĩ andũ meo matũire mecokagia. Ni watu ambao wanakaa kanisani bila kutosha. Andũ acio matũire mekuaga tũhũ. Wale watu ambao wanajidharau. Tondũ nyinarĩ. Kwa sababu mama yake. Noe haha nĩ andũ erĩ. Hawa ni watu wawili. Haha rĩ nyina. Hapa kulikuwa na mama yake. Na nyina nĩ mbica na mũhiano wa kanitha. Mama yake ni picha na mfano wa kanisa. Na haha nĩ Jakubu. Na hapa kuna Yakobo. Jakubu nĩ mbica na mũhiano wa ithe witũ. Na hapo ni picha na mfano wa baba yetu. Kanitha no ũtũũre ũgũtuĩte Benioni. Kanisa inaweza kukupatia jina ya Benioni. Kanitha no ũgũtũũrie na kĩeha. Kanisa inaweza kukudumisha na hofu. Thĩinĩ wa kanitha nĩguo twoiga atĩrĩ. Lakini ndani ya kanisa ndio tumesema ya kwamba ithe witũ nĩ aroka kuoya Benioni amatue Benjamin. baba yetu anakuja achukue Benioni amfanye kama Benjamin. Hau nĩ ũkĩoiga amen. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Nĩ aroka kuoya arĩa mena kĩeha. Anakuja kuchukua wale ambao wako na hofu. Ithe nĩguo Isaya oigire. Ndiposa Isaya akatuambia atĩ nĩwe wakuire kĩeha gitũ. yeye ndiye alibeba hofu yetu. Nĩwe wakuire mĩrimũ itũ. Yeye ndiye alichukua magonjwa yetu. Na kũnyararwo kũrĩa twanyararwo nĩwe wakuire. Na vile madhara tulikuwa tumedharauliwa yeye ndiye alichukua. Thĩinĩ wa Isaya 53. Isaya 53. Hĩndĩ kũrĩa nĩ wakuire kĩeha gitũ na kĩnyũrũrire. Wakati tunaambia hofu yetu na kudharauliwa kwetu alichukua. Kũrĩa nĩwe ũtũgarũraga. Tunaambia yeye ndiye anatubadilisha. Tũgatiga gũtuĩka Benioni kanitha-inĩ. Na tunawacha kuwa Benioni kanisani. Tũgatuĩka Benjamin. Bali tunakuwa Benjamin. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Akũnyita na guoko gwake kwa ũrĩo. Akitushika na mkono wake wa kulia. Nĩkĩrarĩrwo atĩ wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Ndiposa unasikia kuwa kwenye mkono wake utashindwa. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanitha no ũgũtũũrie na kĩeha. Kanisa wana kufanya hudumu na hofu. Na ũguo nĩguo gwathiĩte. Na ndiposa kulienda hivi. Thĩinĩ wa kanitha wa Korinitho. Kwenye kanisa wa Korinitho. Thoma thĩinĩ wa Korinitho wa mbere 11. Korinitho wa kwanza 11. Mũrango ũrĩa ũtarĩirio ũhoro ũrĩa gĩathĩ kĩarĩagwo. Mstari ambao umenena vile meza ya Bwana watu walikuwa wanaitumia. Wambire gũtetia kanitha ũcio. Paulo aliwasauri ile kanisa. Tondũ kanitha ũcio waiyũire a Benioni ũguo. Kwa sababu ile kanisa lilikuwa linajaa wakina Benioni. Na akĩmandĩkĩra nĩgetha marute itĩna rĩa Benioni amatue Benjamin. Na akawaandikia ndio watoe pale walikuwa Benioni. Akiwayo Benjamin. Akĩmera atĩrĩ. Akawaambia ya kwamba rĩrĩa mũnganĩte mũkĩrĩa metha ya Mwathani. wakati ambao mmekusanyika kwa sababu ya meza ya Bwana. Nĩkĩ gĩtũmaga mwanyu maiguithie arĩa angĩ kĩeha? Ni nini? Kwa sababu wengine wenu wanajisikia kama wako na hofu. Andũ aya marĩ a kanitha ĩmwe. Wale watu walikuwa kanisa moja. Marĩ a kanitha wa Korinitho. Walikuwa wa kanisa la Korinitho. No makiuga atĩrĩ. Lakini Paulo akasema ya kwamba kwĩ amwe maiguithagia arĩa angĩ kĩeha. kuna wengine wanaleta hofu kwa wale wengine. Atĩ amwe rĩrĩa mũnganĩte-rĩ. Akawaambia wakati mmekusanyika. Atĩ amwe moyaga irio ciao. Wengine wanakula chakula zao. Makarĩagĩra kona ĩrĩa. Na wanakula wakiwa kwa kona ile. Arĩa angĩ makoya ciao makarĩra. Wengine wanachukua chakula zao wanaenda kwa Paulo ile. akĩmera atĩrĩ. Paulo akamwambia kwamba kaĩ mũtarĩ na nyũmba cianyu. kwani hamna nyumba zenu? Kũndũ mũngĩambaga kũrĩrĩra irio cianyu. Mkimuwe mnakula mkiwa kule kwenu. Nĩgetha mũtige gũkaga gũturia andũ arĩa mena ngoro hũthũ. Ndiposa msije mnakuja hapa kanisani kupatia wale wengine hofu. Ndio nanyita ũrĩa ndĩroiga. Unashika vile ninasema. Mwathani arogoca. Bwana asifiwe. Tondũ mũthenya wa gĩathĩ-rĩ. Kwa sababu siku ya meza ya Bwana. Thĩinĩ wa kanitha wa Korinitho. Kwenye kanisa wa Korinitho. Andũ mambaga gũka na irio. Watu walikuwa wanakuja na chakula. Itonga igagĩũka na ngũkũ. Wengine wanakuja na kuku. Arĩa angĩ magoka na mbata Wengine wanakuja na bata ambao Mwathani zimechomwa. arogoca. Arĩa angĩ magoka na thamaki. Wengine wanakuja na samaki. Na watu arĩa athĩni-rĩ. Na wale ambao walikuwa ni masikini. Mũndũ atherũkirie tũgwacĩ twake. Mtu amechukua tu zinaitwa ngwacĩ. ama viazi ama gwase. Atherũkirie tũgwacĩ twake. Anakuja na zile ambao wamechemsha. Ũngĩoka na gatheri gatarĩ na mboco. Wengine wamekuja na githeri ambao haina Akona karĩa kĩrĩa ngwacĩ. wale wakiwa pale wanakula Na coka ngagũmbĩte kĩrĩa gatheri gatarĩ mboco. wale wengine wanakula githeri haina maharagwe. Itonga rĩrĩa magũrũ ma ngũkũ ũguo ciũndũragĩra haha. Matajiri wanakula miguu ya kuku. Nĩguo arĩa mena ngwacĩ na itheri-rĩ. Wale ambao wana githeri na gwasi Magaturagio ngoro. wanasikia uchungu na nia. Magakorwo
Chakula zote msije mnazileta kanisani. Mtu anakula kwa kwake. Nipoza tukikusanyika tunakula chakula ambao ni sawa zote. Bwana asifiwe. Akainua zile roho ambazo zilikuwa na jina Benioni, akaziingiza ndani ya jina Benjamini zote. Nipaza watu wote wasikie wameshikwa na mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akimambararia, akawainua. Nipoza ndani ya kanisa wakati ambao uko na hofu, wakati wote ambao unakaa ukiwa na hofu, wakati ambao unasikia uchungu ndani yako, ndani yako maumbile ni ya hofu yangu. Lakini wakati ya Paulo alikuja, kama vile Paulo alinena jina la uhai ndani ya kanisa lako ni ikainua zile malo ambao zilikuwa zimepungukiwa. Bwana asifiwe. Vile Baba unasema hapa furaha ya yule ambao alitoka juu mbinguni. Watu walifurahi Bwana aligonga ile taa ya dunia. Kuna kifungo ambao imesema ya kwamba aliziinua zile ambao zilikuwa na haya, akazitoa kutoka pale zilikuwa zimegharamiwa, akazisimamisha vizuri. Hapo ndio namtoa mtu kutoka jina Benioni mpaka anakuita Benjamin. Bwana asifiwe. Nipoza tunaambia tunyenyekee. Kwa sababu Benjamini ukaa kwenye mkono wa kulia wa baba yako. Na ukikaa pale yule anautazama ufalme wa Baba. Ukikaa kwenye yule mkono mkuu pamoja na Bwana. Kwa sababu ukienda kule nje hakuna kitu utapata. Bwana asifiwe. Kwa sababu mama yake akamuita Benioni. Ile siku ya leo unasikia umepungukiwa. Na unasikia kuwa na uchungu na hofu ndani yako. Lakini ya kwamba baba yetu akikuiniwa, akakubadilishia jina, akuite Benjamin. Bwana asifiwe. Na unajua Benjamin hata wakati walienda kule Misri, maandiko alikuwa anapatiwa chakula sahani mara mbili. Benjamin hawezi kupatiwa sahani mbili. Benjamin ndiye anapatiwa jambo posho. Kwa sababu ya Elisha kujua vile, akamgawa yule Elisha nguvu yake mara mbili. Sina nafasi ya kunena ya. Lakini Elisha alimgawa Elisha mara mbili. Kwa sababu ya ile alimfuata. Hata kama watu walikuwa wanampatia maneno ya kumpoteza nguvu. Pale Bethel. Na jiji la Jordan. Na jiji la Yeriko. Hata kama walimfanya akose nguvu kama Benioni. Mpaka aliambia arudi, alikataa. Akasema kabla kupata ile kitu niliahidiwa, mimi siwezi kurudi nyuma. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Akamarithi mara mbili. Vile Benjamin alikuwa na aligawa mara mbili. Alikuwa anapatiwa sahani mara mbili. Mungu akambadilishia jina. Akakosa kuitwa Benioni. Akakosa kuitwa Benioni. Akaitwa Benjamin. Bwana asifiwe. Kitabu cha Marko 5. Na ndio ngoja gwithomera tondu tutina ihinda. Kienda utijazji
Na maandiko yanasema ya kwamba alikuwa anafungwa na minyororo mikono na miguu. Yote alikuwa anazikata. Wakati Yesu alimkuta yule mtu pale, akamuuliza wewe unaitwaje? Akamwambia mimi naitwa Legion. Kwa sababu sisi ni wengi. Yule mtu alikuwa anakaa kaburini. Na ile njia kuna mtu angepitia ile njia. Bwana asifiwe. Tunaongea juu ya kubadilishwa jina. Na wakati alimwambia naitwa Legion, Yesu akakanya zile demons zilikuwa ndani yake. Zile pepo zikamsihi ziende kwa nguruwe. Na Yesu akazikubalia ziende kwa nguruwe. Nguruwe zilikuwa 2,000. Zote zikaingia kwenye ziwa. Kwenda ziwani. Watu wale walikuwa wanakaa kule Gerasi. Wakakusanyika wote wakamfukuza Yesu kwenye jiji lao. Kwa sababu walijua akikaa hapa, zile nguruwe zote ziko kwenye zile jiji. Akienda kama anaponya watu pepo, zile nguruwe zote zitaisha. Na kwa sababu tunaongea juu ya kubadilishwa jina, yule alikuwa anaitwa Legion. Lakini baadaye maandiko yanasema akaja kwa Yesu, akamwambia nataka kupelekana naye. Yesu akamwambia hapana, nenda kwenye nyumbani ukashuhudie vile nimekutendea. Na ukisoma maandiko pale amesema yule mtu alienda akawa mhubiri mkuu kwenye jiji la Dekapoli. Na Dekapoli ni kusema ni jiji 10 ambazo zikiwa pamoja. Mungu akambadilishia jina kutoka vile alikuwa anaitwa Legion, kutoka vile watu walikuwa wanamfahamu, kama vile alikuwa analeta shida, kama vile alikuwa watu wanaogopa juu yake. Mungu akambadilisha akamuita mhubiri. Bwana asifiwe. Yeye ndiye hutoa mtu kwenye makaburi. Watu wengine sasa hivi wanaweza kukuona kama uko kaburini, na wengine wanaweza kukuona kama unaitwa Legion. Lakini Bwana anakuja kubadilisha jina lako. Usije unaitwa Legion, wewe unaitwa mhubiri. Mtu ambaye alikuwa anakaa makaburini kama mhubiri mkuu, kwa sababu ni Mungu hubadilisha watu. Ni mtu ambaye hubadilisha jina. Bwana asifiwe. Hapa kuna watu wengi. Watu walikuwa wanaitwa Wamagwai. Ni vile watu walikuwa wanavuta maji sana. Wengine walikuwa wanaitwa Makanja, kwa sababu walikuwa wanavuta maji sana. Kuna wengine walikuwa wanaitwa Wamonyota, kwa sababu vile walikuwa wanamkia vile. Lakini siku ya leo Bwana ametubadilisha majina. Bwana asifiwe. Siku ya leo tunaitwa wahubiri na wana wa Mungu, kwa sababu Bwana ametutoa kwenye kaburi, akatuondolea ile jina Legion, akatuondolea uovu tulikuwa nayo. Sasa akatuweka kwenye mkono wake wa kulia. Bwana asifiwe. Sasa akatufanya walidi wa yale mambo ya Mungu. Ni vizuri kubadilishiwa jina, na baada ya kukushika lazima abadilishe jina lako. Na kama umedumu kanisani na bila kubadilishiwa jina, siku ya leo ni siku yako kumwambia Bwana kubadilishe. Bwana asifiwe. Leo neno usiona gwita ni Mwathani urenda ukuonokia, umebirira ili usonge kulia ndwanyu, na siongoma siume soje kuigurwe. Unafikiria ni furaha gani Bwana alikuwa nayo baada ya kwenda kwenye jiji la Dekapoli, akisimama pale na wale wengine, akisikiliza injili ikihubiriwa na yule
13 kwenye kitabu cha Mitume 13 mwali wa kenda mstari wa 9 na nini watu mwokenda wenyewe na mstari wa kwenye kitabu cha Mitume 9 hiyo chapter 2 ukisoma maandiko mengine maandiko yanasema ya kwamba ndio Saulo alibadilishiwa akabadilishwa kutoka Sauli akaitwa Paulo kwa sababu Sauli alikuwa anasumbua kanisa. Sauli alikuwa mtu ambao hajajigamba. Saulo alikuwa anamtukana Mungu. Lakini Paulo akawa mhubiri wa dunia nzima. Alikuwa anahubiria mataifa. Anasifiwe. Kwa sababu walikutana akienda Damascus. Alikuwa na barua. Ndiposa afike Damascus. Ndiposa achukue wokovu wale walikuwa wameokoka kule. Waletwe Yerusalemu kwenye shida. Lakini maandiko yanasema wakati walikutana na Bwana njiani, baada ya kumwangusha, baada ya kumfungua macho, akabadilishwa jina, akakosa kuitwa Sauli, akaanza kuitwa Paulo. Bwana asifiwe. Wale ambao wanajua Kiingereza, mtu akibadilika awe ni mtu mzuri, watu husema ya kwamba ati mundu shioni ni asema niti raji sudhini wakafali akakudie Damascus ati oshioni ni asema niti wakafali akakudie Damascus yule mtu amekutana na kuanguzwa kwake akienda Damascus na ndani ya kanisa kila mtu ako na Damascus yake. Kila mtu ako na wakati wa Damascus yake. Ni pale mtu ambao anabadilishwa na Mungu. Wewe unawacha kuitwa Saulo unaitwa Paulo. Bwana asifiwe. Kwa sababu unaweza dumu kanisa, lakini Mungu akitazama anaona ni Sauli. Kwa sababu Paulo anabadilishwa au anamtii Bwana, anakuwa na masikio ya kusikia Bwana. Wakati Anania alimwekelea mikono, wakati alimwekelea mikono ndio macho yake yafunguka. Kuna mambo matatu alitabiri. Akamwambia Sauli, ndugu yangu, Mungu wa mababu zetu ameona ni vizuri uwe unajua vile Mungu anataka kutenda, na uwe unaona utukufu wake, na uwe unasikia sauti yake ikitoka juu. Damascus ya mtu ndani ya kanisa inakubadilisha mara tatu. Unajua vile Bwana anataka kutenda, bali unakuwa unaona vile Mungu anataka tutende, bali unasikia sauti ya Bwana ili utende matendo. Ambao wakati wote ndio kanisa bila kuwa na haya mambo matatu. Hata kama uliokoka kitambo miaka mingi na uwe hujui mapenzi ya Bwana, na uwe huoni Mungu, na uwe husikii sauti ya Bwana, hata siku ya leo wewe ni Sauli. Bwana asifiwe. Lakini akitoka pale, alitoka pale akiitwa Paulo, baada ya kufungua macho, baada ya kubadilishiwa jina. Mungu amsifiwe. Ni vizuri Bwana na atubadilishe kutoka kwa Sauli tuwe tunaitwa Paulo, kwa tunajua yale Mungu anataka tutende. Uwe unasikia sauti yake kutoka mbinguni, na macho yake yanaona utukufu wa Bwana. Na baada ya kufanya vile, tutakuwa tukitenda vile Mungu anatenda, kwa sababu ukifunguliwa mbingu utakuwa unaona vile mbingu kunatenda, hapa duniani unatenda.
Yohana. Na ndiposa baada ya Yesu kubatizwa pale na Yohana. Ile jambo la kwanza lilitendeka. Baada kutoka kwenye maji. Andiko linasema mbingu likafunguka. Na wengine ikatoka kutoka juu ikakaja kwenye mabega yao. Na kwa sababu kutoka pale hapo amehudumu kila kitu. Mbingu likamfungukia. Ndiposa kuanzia hapo akihudumu. Awe anahudumu juu ya mbingu limefunguka. Ndiposa awe anajua mapenzi ya Bwana awe akitenda. Bwana asifiwe. Sauli akabadilishwa kama Paulo. Akafunguliwa mbingu. Ndiposa awe anatenda mapenzi ya Bwana. Bwana asifiwe. Sasa ni kutamasiza, tunaenda kutamasiza. Tutamalizia na nini? Judas. Na kwenda ibodoke omwe. Na nitataja mtu mwingine mmoja tumalizie. Judas yatolile yaboruto wa Yesu. Judas alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Na uko ni watoile etako. Na ndiposa alikuwa anaitwa mwanafunzi wa Yesu. Judas the disciple. Alikuwa anaitwa Judas na mwanafunzi wa Yesu. Oleta kuna gaona na Petro meta. Amira ya Kongo na wanaolikuwa anaitwa. Ritwa ndio Judas yetu nena. Ndio ile jina yeye Judas alikuwa anaitwa. Tono jubira kwa tatu wele. Kwa sababu nilisema nitataja watu wawili. Ndani ya roho. Aliyamani kwa maokuga roho. Wale majina yao kubadilishwa. Alikuwa ni kwa uruhusu ni kwa yuto tigeni no mode. Hiyo mambo ni marefu sana tuwezi kumalizia. Aliyamani roho mali kwa kama lera kirali. Wale walibadilishwa majina wanaletewa baraka. Ndio kuna ndo mali hiyo magari mali kwa magetu kakiru. Lakini kuna wengine walibadilishwa majina yakawa ni laana. Ukigoma ni kwamba na kwa ile na ilala. Mathayo 26. Na ndio wodi wegomera. Utaenda ujisomee. Judas yatolile na mwana. Judas walikaa na Bwana. Nenda kwa mtu waje. Alikuwa anaitwa mwanafunzi wa Yesu. Lakini pale mwishowe Judas alibadilishiwa jina. Akaitwa Judas yule akokunyaneli Yesu. Akaitwa Judas yule msaliti. It says Judas the betrayer. Judas yule wa kunyaneli Yesu. Are we together? Yes. Wana roho. Bwana asifiwe. Alianza makigarulo wale tu ale mavune. Wale wakibadilishiwa jina liwe ni baraka kwao. Judas hapo ile nale tu alieka. Judas alikuwa na jina nzuri. Hapo ile kama Judas mtu waje. Alikuwa anaitwa Judas mwanafunzi wa Yesu. Na mulika neno wale na taito yake. Na mkumbuke alikuwa na taito nyingine. Ndio wale pressure na wake kwa Yesu. Kwa sababu yeye alikuwa mweka hazina wa kanisa la Bwana. Ndio wakuwa mmoja wao kedo. Yeye alikuwa anabeba ile sadaka. Lakini pale mwisho Judas alibadilishiwa jina. Akaitwa ni msaliti. Ikatoka kwa mwanafunzi wa Yesu. Likaja kama msaliti. Na kubadilishwa lile jina. Wale wengine wakiridi uhai. Akaridi kifo ndiposa akajinyoa. Ni hatari sana wadugu na wadada. Umekaa na jina nzuri la Mungu. Mwishowe badilisiwe jina. Uwe unaenda pande ile ingine. Judasi atora na mwathani etwete wa mbere thutha-ini agitwika wa kirumi-ini kwita. Judas alibadilishiwa jina. Badala ile jina limsaidie, likamumaliza. Kwa sababu zile hela alichukua hakuzitumia. Alienda akazitupa. Na baada huko akakosa uhakika. Judas yakeita bia ikiora na moyo kiura uria wina matune aigwe ina koria ekomenyo imosukani uge wake oziaragakiana ruo na ruona maithori na kerumi. Rwimbo rweke mkokiugaga atiriri. Ile wimbo kuna kifungo inasema ya kwamba ati Judas ni athire dudu. Judas alienda kana na wengine na Farisayo. Na Mafarisayo na Wasadukayo. Ati mamule Yesu shilingi 30. Ili wamnunue Yesu pesa 30. Ati Moisés
wakakosa kuitwa mwanafunzi wa Yesu, akaitwa msaliti. Wakati pale kwenye Mathayo 3 inasema ya kwamba wakati Yudasi alikuwa anapatiwa jina ya usaliti, Yakobo na Yohana na walikuwa wa kanisa moja. Pale ndio Bwana anabadilisha majina kutoka Yohana na Yakobo wakaitwa ni wana wa Aboniegesi. Na hiyo ni kusema ni watu wa gurumo, gurumo na radi. Haleluya. Musa alikuwa amemjua vile. Ndipo akienda kwenye mlima akisikia gurumo na radi. Lakini wana wa Israeli wakiwa pale chini, kwa sababu wakuwa wamefanywa wana wa radi na gurumo, walikuwa wanatoroka. Lakini Musa alikuwa anaenda pale kuna radi na gurumo, kwa sababu Musa alikuwa amebadilishwa jina. Wale walikuwa wanasoma pamoja na Yuda, Yakobo na Yohana, wale wakifanywa wana wa gurumo na radi, hawako ndani ya kanisa moja. Yudasi pale ile ingine anaitwa msaliti, anabadilishiwa jina anaitwa msaliti. Hao wanaitwa wana wa gurumo na radi. Anasema sana tuwe wana wa ile pande ya Yohana, tupatiwe jina ya gurumo na radi. Gurumo na radi sikija. Bwana asifiwe. Haleluya. Wacha nimalizie na kitabu ya Ruth 1 mstari wa 20. Hiyo mstari inasema ya kwamba na ni laini moja tu, wacheni mimi kuniita tena Naomi, bali muwe mnaniita jina ambalo ni chungu, maana amenitia uchungu, na nimerudi hapa nilikuwa na shida mingi. Naomi alibadilishwa jina, na Naomi ni kusema mtu ambaye ana furaha, na maana ni kusema kitu ambacho ni chungu. Hiyo mstari mmoja maneno yalitoka kwenye kinywa cha Naomi mwenyewe, sababu alitoka Bethlehem Yuda. Ile inasema ni nyumba ya mikate. Akaenda Moabi, na baada kufika pale Moabi, bwana yake akafa, na vijana wake wawili wakafa. Ndiposa tulisema ya kwamba ni vizuri hata shida ikija kumgoja Bwana. Alienda kule bwana yake na watoto wake wakafa. Wakati Naomi alisikia Bethlehem Juda kuna chakula, akarudi na Ruth yule akiwa ameolewa na kijana mmoja wake. Wakati alikuwa anafika ile jiji, akina mama wakuja kama wanapiga duru, wakasema ni kweli Naomi amerudi. Yeye mwenyewe aliwaambia msiniite Naomi tena, sasa mniite Mara. Akiteremka Moabi, alikuwa ni mtu ambaye ana furaha, na alikuwa anafurahisha watu, kwa sababu alikuwa anaitwa Naomi ambaye, lakini akirudi kama Yudasi alikuwa amebadilishiwa jina, alikuja kama ako chungu, alikuja bila bwana, akakuja bila watoto, kwa sababu na yule Ruth alikuja naye kabla wewe
alipata uhai kidogo. Mudogo iko Ruthu aikio ni Boaz. Wakati Ruthu aliolewa na Boaz. Kwa kumano ciaro-ini rwake. Kwa sababu kutoka kwa ukoo wake. Ruthu ni waciarire Jesse. Ruthu akamzaa Yese. No, Ruthu ni waciarire Obedi. Ruthu akamzaa Obedi. Na Obedi agĩciara Jesse. Obedi akamzaa Jesse. Jesse agĩciara Daudi. Jesse akamzaa Daudi. Madogo kina Yesu. Wakaja mpaka Yesu akazaliwa. Mwana ni roho. Bwana asifiwe. Kanyaro 10. Bwana asifiwe. Na niho akio ni gĩtonga kĩu gĩtagwo Boaz. Na ndiposa baada ya kuolewa na Boaz. Niho tũraimire rwĩmbo rũrĩa tũraimia haha. Ndiposa tukaimba ile wimbo tuliimba. Ile ikwenda sema ya kwamba nĩnjũngĩnyenda no nduge o kũnduga haneta Ruthu akĩũngania cairi kwa Boazu wagarũranirie maũndũ akĩrekia maitĩka ũkĩmũtua mwene mũgũnda Ngai gũtirĩ ũndũ ũtangĩka. Ndĩtwo tũrainire ũhoro ũcio rwĩmbo rumĩte hau. Yale maneno imetoka kwa ule wimbo umetoka kwa yale maneno. Lakini point yangu ilikuwa wapi? Ngai akĩgarũra Naomi. Mungu akambadilisha Naomi. Kwa sababu alikataa kusimama naye. Hana kubadilishwa jina limesawa. Niko kuharibika lile haribika. Basi baada ya kubadilishiwa jina limesawa. Likawa ni mofu. Kwa hivyo hapa ujitata Bwana sifiwe. Ndiposa Bwana akubadilishie jina ambalo linaweza kukusaidia. Akufanye mtoto wako wa mkono wa kulia. Bwana asifiwe. Vile tumedumu kanisani. Niumbie vizuri ambao tuko nayo. Mungu hana haja tena na wokovu. Mungu anatazama wana. Ningempataka Bwana anihesabu. Na wewe uhesabiwe. Akihesabu wana wake. Na wewe uhesabiwe pamoja na wao. Mungu atubadilishie majina. Mungu atubadilishie majina. Bwana asifiwe. Ndiposa tulinde yale mambo ambayo tuahidi. Mungu abariki sana.